Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako tuombe. Mungu li hai, tunakushukuru mno kwa sababu ya ukuu wako na uaminifu wako. Neema yako ambayo iko pamoja nasi na itusaidie, itufundishe, tuongoze, tujalie kile unachotaka tukipate. Maana neema yako inafundisha. Pamoja na kwamba inaokoa, Biblia inatuambia inafundisha. Asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye yuko pamoja nasi mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na watu wote tuseme amen. Fungua na mimi kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26. Ule mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Kama unatembea tu na kitabu cha Agano Jipya peke yake, umepigwa chenga ya mwili. Nitakiwa unabeba Biblia nzima. Neno la Mungu linasema, na watu wote wa Yuda wakamtoa Uzia, naye alikuwa mwenye miaka 16. Wakamfanya awe mfalme mahali pa Amazia babaye. Huyo akajenga Elath, akaurudisha kwa Yuda baada ya kulala mfalme pamoja na babaze. Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52. Na jina la mamaye aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana, sawa sawa na yote aliyoyafanya Amazia babaye. Akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria, aliyekuwa anafahamu katika maono ya Mungu. Na muda alipomtafuta Bwana, Mungu akamfanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme na wewe kwa dakika kadhaa, alafu tupate nafasi ya kuomba. Somo linalosema aina ya maombi. Aina ya maombi yanayofungua milango ya mafanikio kwa vijana. Aina ya maombi yanayofungua milango ya mafanikio kwa vijana. Aina ya maombi yanayofungua milango ya mafanikio kwa vijana. Lengo kubwa sana la Roho Mtakatifu ni kuweka kiu ndani yako ya kuona faida ya maombi kama kijana, lakini pia pate msukumo ndani yako wa kuomba na kupata nafasi ya kuomba, lakini pia angalau ujue ni aina gani ya maombi ambayo unaweza kaenda nayo mbele za Bwana yakakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nimesoma hapa habari za Uzia. Uzia alianza kutawala akiwa na miaka 16. Wangapi hapa mna miaka 16? Nyosha mkono. Mlio na miaka 16, usiogope. Iko mikono kadhaa. Biblia inasema Uzia alikuwa na miaka 16 alipoanza kutawala. Na akatawala miaka 52. Na unaona maandiko yakitueleza jinsi ambavyo alijitia nia atafute uso wa Bwana na kumtafuta Bwana katika nyakati za Zakaria. Maana si tu kwamba alikuwa anatafuta Mungu anasema nini katika mambo mbalimbali ili aweze kufanikiwa, lakini pia alikuwa anakaa kwenye maombi kwa kukusudia kabisa. Maandiko yanasema akajitia nia amtafute Mungu. Si kitu alibahatisha, na kitu kilitoka moyoni kabisa. Swala la msingi hapa ni kwamba akiwa na miaka 16, huo msukumo aliokuwa nao ndani, kwa sababu unaweza ukaona kabisa kwamba bado ana fikra za ujana. Na vijana wengi akiwa na miaka 16 hafikiria anaweza kawa rais wa nchi katika umri mdogo namna hiyo. Na unaona kabisa labda pia halikuwa chaguo lake, kwa sababu maandiko yanasema watu wote wa Yuda wakamtoa Uzia. Na watu wa Yuda waliamua kumtoa Uzia kwa sababu baba yake alifariki. Inavyoonekana alifariki bado kijana akiwa bado mdogo miaka 16.
watu wa Yuda wakaamua wamchukue hivyo hivyo akiwa bado mdogo, miaka 16, awe mfalme juu yao. Na unapokuwa mfalme juu yao, kwa lugha ya sasa tungesema kama rais wa nchi, unapewa nafasi ya kuongoza nchi. Fikiria wakutwae huko nyumbani wa Tanzania wote, una miaka 16, una mipango ya kuendelea na shule na maisha mengine, alafu ghafla wanakufuata wote, wanasema tunataka uwe rais wa nchi. Unajaribu na kukataa, wanasema hakuna. Kesho unajikuta uko Ikulu, na baada ya muda kidogo uko kwenye uwanja wa Taifa, unaapishwa kuwa rais wa nchi ya Tanzania ukiwa na miaka 16. Nchi nzima inakutazama, watu karibu milioni 50. Si jambo jepesi sana kukujia kama kijana, na Roho Mtakatifu yuko hapa kwa ajili ya kukusaidia kuanza kukufikirisha mapema juu ya umuhimu wa kuanza kumtafuta Mungu mapema katika maisha yako, ili Mungu aweze kufungua milango yako kama kijana, uweze kufanikiwa katika maisha ambayo Mungu ameyakusudia. Ukiendelea kusoma ile Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26, ule mstari wa 5 na kuendelea mpaka wa 10, nataka uone baadhi ya mafanikio yaliyoandikwa pale. Maana anasema akajitia nia mtafute Mungu katika siku za Zekaria, aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu, na muda alipomtafuta Bwana, Mungu akamfanikisha. Akatoka akapigana na Wafilisti, akauvunja ukuta wa Gathi na ukuta wa Yebne na ukuta wa Ashdod. Kwa alipigana akashinda. Na unaona alipigana na makabila au mataifa kadhaa. Akajenga miji katika Ashdod na katikati ya Wafilisti. Mungu akamsaidia juu ya Wafilisti na juu ya Waarabu waliokaa Gulbaali na juu ya Wameuni. Na Waamoni wakampa Uzia zawadi. Likaenea jina lake mpaka pa kuingilia Misri, kwa kuwa akaongezeka nguvu mno. Tena Uzia akaujengea Yerusalemu minara penye lango la pembeni na penye lango la bonde, ageukapo ukuta akaitia nguvu. Akajenga minara tena nyikani, akachimba mabirika mengi, maana alikuwa na ng'ombe tele katika Shefela pia na katika nchi tambarare. Tena alikuwa na wakulima na watunza mizabibu milimani na katika mashamba ya neema, maana yeye alipenda ukulima. Maana yake alipenda kuwa mkulima, pamoja na kwamba ni kiongozi wa nchi, lakini alipenda sana kuwa mkulima. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni baadhi tu ya mafanikio ambayo alipewa tangu akiwa na miaka 16. Ameingia katika nafasi yake ya uongozi, akaanza kutafuta uso wa Bwana. Mungu wake alimjalia kuwa na baba yake ambaye aliweza kutizama vitu fulani kwake akiwa hai. Maana maandiko yanazungumza wazi kabisa. Anasema akafanya yaliyo adili machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Amazia babaye. Kwa hiyo kuna vitu alivyoviona kwa baba yake vizuri akavibeba. Lakini pia si kila kijana anapata nafasi ya kulelewa na wazazi ambao wanaweza kuwa mfano kwake na akawa na kitu cha kubeba cha kumsaidia katika ujana wake. Wengine wanapata nafasi ya namna hiyo, wengine hawapati. Ukipata nafasi ya namna hiyo, itumie vizuri. Usipopata nafasi ya namna hiyo, usisikitike. Mheshimu baba yako, mheshimu mama yako, lakini hakikisha ya kwamba Mungu aliye mbinguni ni baba yako pia. Bwana Yesu asifiwe. Ili aweze kukusaidia katika maisha yako, aweze kukuongoza katika kila alichokikusudia kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Biblia inatuambia katika kipindi kile ambacho amepewa kuwa kiongozi, kulikuwa na mtumishi wa Mungu aliitwa Zekaria, na ambaye alikuwa na ufahamu juu ya masuala ya Mungu. Kwa hiyo kulikuwa na namna fulani, pamoja na kujifunza mambo fulani toka kwa wazazi wake, kulikuwa na kitu ambacho alikuwa anakifuatilia pia kwa watumishi ambao Mungu alikuwa amemuinulia katika kipindi chake. Sasa maandiko yako wazi pia ya kwamba si kila kipindi kina watumishi wazuri wengi ambao unaweza kupata kitu cha kukusaidia. Lakini naamini kabisa ya kwamba kuna namna ambavyo Mungu anaweza kukusaidia katika kipindi chako. Ukianza kutafuta uso wa Bwana, kuna namna Mungu atakupa mtu
ambaye anaweza kanaachilia vitu vya kukusaidia hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikutajie baadhi tu ya aina ya maombi ambayo yanaweza kukusaidia. Unaweza ukachukua kama agenda za maombi kwako, au unaweza ukachukua kama aina ya maombi, lakini vitakusaidia katika maisha yako bila kujali umri ulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, jiombee hekima. Jiombee hekima. Jiombee hekima. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka wa 12. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka wa 12. Tunapata habari za Suleiman. Habari za Suleiman alipoachia uongozi na baba yake Daudi. Maandiko yanasema, ukianza kusoma ule mstari, anasema usiku ule Mungu akamtokea Suleiman akamwambia, omba utakalo nikupe. Fikiria Roho Mtakatifu anakusemesha saa hii, au anakutembelea usiku. Anasema umeenda kwenye semina ya Mukasege huko, umerudi usiku, Mungu anakutembelea anakuambia omba lolote nikupe. Utaomba nini? Ni jambo la msingi kila wakati kujiandaa, pamoja na kwamba saa nyingine unakutana na nguvu za Mungu zinaweza zikakufanya ukashindwa kuongea. Kwa sababu Petro alifika mahali akaishia kusema tujenge vibanda vitatu. Biblia inasema kwa sababu alikuwa hajui cha kusema. Lakini mara kwa mara ninapokumbuka habari za namna hii, kwamba Roho Mtakatifu aweze kukuandaa saa Roho Mtakatifu akija kwako na kukuambia omba lolote nikupe, uwe na kitu cha kusema cha msingi ambacho kitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia Suleiman aliomba maombi ya ajabu sana. Kwanza ile mstari wa 8 anasema, Suleiman akamwambia Mungu, umemfanyia babangu Daudi fadhili kuu, na umenimilikisha mimi badala yake. Basi sasa Bwana Mungu, yamkinie baba yangu Daudi neno lako, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi. Basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa, kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aliomba hekima na maarifa. Hekima ni uwezo wa kusaidia kuweza kufanya vitu kwa sababu muhimu. Sasa sikia, hekima ya Mungu inakuwezesha kufanya vitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hekima ya mwanadamu inakuwezesha kufanya vitu kibinafsi. Hekima ya shetani, maana naye anayo, anakuwezesha kufanya vitu kwa ajili yake. Sasa hekima ya Mungu itakusaidia kuja kwenye maisha yako kufanya vitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika maisha yako. Biblia inasema yeye alikuwa anatafuta hekima ya kumsaidia kuingia na kutoka mbele ya wale watu ambao ni wengi, na akaomba na maarifa yaweze kumsaidia. Na Mungu alipokuwa na mjibu, alimwambia kitu cha ajabu sana, kwa sababu hukujiombea utajiri, hukujiombea vitu vya namna hiyo, mimi nitakupa hekima na utajiri. Nilipokuwa nasoma miaka kadhaa iliyopita habari hii, ilikuwa inanishangaza sana, kwa sababu kwa jinsi ya kawaida na maisha ya jinsi yalivyo, kitu cha kwanza ambacho ungeweza kufikiria kama huna hela mfukoni, kwani kuna mbaya gani ukimwambia Mungu naomba mamilioni kadhaa hivi, ukinipa huu mtaji wa namna hii nitasogea vizuri. Alafu unatizama kwenye Biblia, unaona masuala ya pesa na masuala ya utajiri si kitu cha kipaumbele sana. Alafu unabaki unafikiri kwamba haya mambo yamekaje, kwa sababu pia kuwa maskini ni gharama kubwa sana. Kuna gharama kuwa tajiri, lakini gharama ya kuwa maskini ni mbaya zaidi kuliko ya kuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilikuja kugundua ya kwamba Mungu huwa hakupi utajiri hewani, lazima uwe ndani ya package fulani hivi.
hawezi kukupa utajiri hewani, utakuvuruga. Maandiko yanasema hekima ya maskini haisikilizwi. Kwa haijalishi una hekima namna gani, kama huna utajiri, kusikilizwa ni kazi kubwa sana. Biblia ndivyo inavyosema kwenye kitabu cha Mhubiri. Kwa hiyo huyu ndugu alipopewa hekima, akapewa na utajiri. Maana yake kama anapata mawazo ya kufanya kitu, awe na mtaji wa kufanya kitu, bila wale wenye pesa kutaka kumvuruga mawazo alionayo. Kwa hiyo kama unataka Mungu akutajirishe, usiombe utajiri kwanza, omba hekima. Ukiomba hekima, utajiri unakuja kama sehemu ya package. Mungu hawezi kukupa hekima bila kukupa na utajiri. Anajua na gharama yake inavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ile litakusaidia. Hiyo ni agenda muhimu sana mahali popote pale ulipo. Ujue namna ya kuingia na kutoka. Kwa sababu Mungu ana makusudi na hekima itakufungulia mlango kwa staili ambayo hujawahi kuona. Bwana Yesu asifiwe. Na unaipata pataje? Maandiko yanatuambia alimtafuta Mungu katika siku za Zakaria. Maana yake alijitia nia yake, alikusudia kabisa moyoni mwake kwamba nitafute msaada kutoka kwa Mungu. Na maandiko yanasema anitafutaye kwa bidii ataniona. Maana yake ni kwamba ukisukumwa ndani yako kumtafuta Mungu katika eneo fulani, uwe na una uhakika ataonekana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na saa nyingine ukisoma kwenye Biblia utagundua utakapokuwa unaomba kwa Mungu hekima, saa nyingine Roho Mtakatifu anakusukuma kuambatanisha maombi yako na sadaka. Kwa usishtuke, maana hicho ni kibiblia kabisa. Suleiman, maandiko yanatuambia ule mstari wa 6 ya kwamba alipanda huko akaipandia huko madhabahu ya shaba mbele za Bwana. Kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 1 mstari wa 6 anasema iliyokuwako hemani pa kukutania, akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu yake. Alipotoa sadaka mchana, usiku ule Mungu akasema naye, omba lolote nikupe. Yethro, kuhani mkuu wa Midian, baba mkwe wa Musa, aliposikia matendo makuu ambayo Mungu alikuwa amewatendea Musa pamoja na watu wake, maandiko yanasema akasema hakuna Mungu wa staili wa namna hii. Akatoa sadaka ya shukrani. Alipotoa sadaka ya shukrani, kesho yake asubuhi akamkuta mkwe wake, yani Musa, amekaa na watu kuanzia asubuhi mpaka jioni, anapanga foleni, anawajibu moja baada ya jingine. Baba mkwe akamwambia, unafanya nini hapa? Akasema, hawa watu wote wamekaa wanatafuta maamuzi, wanatafuta ushauri. Akasema, ili jambo wanalofanya si zuri. Lakini alikuwa anasaidia watu. Sasa cheki, alichokuwa anafanya kilikuwa kizuri, alivyokuwa anakifanya haikuwa vizuri. Unanisikia ninachosema? Alichokuwa anakifanya kilikuwa kizuri, lakini alivyokuwa anafanya haikuwa nzuri. Hekima ndiyo inayokusaidia kufanya kitu jinsi kinavyotakiwa kufanyika. Maandiko yanasema ukiendelea namna hii itakuvuruga wewe mwenyewe, itakuharibia afya yako, utakosa muda. Kwa nini usipate watu watakaobeba huo mzigo pamoja na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jambo la pili au aina ya pili ya maombi, na kuwekea tu hizo dondoo zitakusaidia. Aina ya pili, Mungu akuepushe na majaribu. Ikibidi ukutane nayo akushindie, lakini usiache kuomba kwa Mungu juu ya majaribu. Mungu akuepushe na majaribu. Akiacha ukutane nayo, akupe ushindi juu ya majaribu. Lakini kwa lugha yoyote ile, ombea majaribu yaliyoko mbele yako, maana yapo. Mtu asije akakudanganya ya kwamba hayapo. Mtu asije akakudanganya kwamba ukiokoka yanaenda likizo, ndio yanaongezeka. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 26 mstari wa 36 mpaka 46, inazungumza habari za Yesu jinsi alipoenda kwenye bustani ya Getsemane. Mathayo 26 mstari wa 36 mpaka 46. Yesu ameenda kwenye bustani ya Getsemane, anawaambia wanafunzi wake wala chache aliokuwa nao, roho yangu ina huzuni sana kiasi cha kufa. Kaeni hapa nipate kuomba. Biblia inasema akaanguka kifudifudi akaanza kuomba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke,
lakini si kama nipendavyo mimi, lakini kama upendavyo wewe. Anazungumza na babake. Maandiko yanasema aliomba pale, mbingu zimenyamaza kimya. Akawarudia wanafunzi wake, akawakuta wamelala. Akawauliza, je, hamkuweza kukesha angalau saa moja pamoja nami? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Kesheni muombe. Manake dawa moja wapo ya maombi ya majaribu ni maombi. Kabla majaribu yajaja, omba. Usiombe tu wakati uko katikati ya majaribu. Biblia inazungumza wazi, inasema kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo saa nyingine kuna majaribu tunaingia ni kwa sababu hatukuwa na muda wa kutosha wa kuomba ili tusiingie majaribuni. Kama kijana unahitaji kujua majaribu yako mlangoni, yatakusumbua, yatakutabisha, yanakuja kwa njia ya namna nyingi sana. Mengine yamejificha kwa namna ambavyo si sana kuona, lakini kumbuka jambo hili, si kila tatizo ni jaribu. Jaribu maana yake ni hii, ni jambo ambalo linakufikisha njia panda. Umfuate Mungu au ache, ufanye mapenzi yake au ache. Halijakufikisha njia panda, ni tatizo tu la kawaida, si jaribu. Jaribu lazima likufikishe njia panda. Ufuate mapenzi ya Mungu au la, ukae na Yesu au mwache. Ndicho kilichompata Yesu. Alifika mahali ndani yake kuna shindana, na akatuambia wazi kabisa, shida haikuwa kwenye roho yake, shida ilikuwa kwenye mwili wake. Roho yake ilikuwa radhi kutii mapenzi ya babake. Mwili ulikuwa unapiga kelele gani? Hautaki kwenda msalabani, hautaki kufa. Kimefika kipindi cha Yesu kusalitiwa na afe. Mwili hautaki, roho ya Yesu inataka. Ushindani ukawa mkubwa. Ukisoma maandiko yanasema roho na mwili vinashindana kila wakati. Mnashindwa kufanya kile mnachotakiwa kufanya. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hiyo ili kuipa nguvu roho yako iweze kushinda majaribu kutoka kwenye mwili wako, kwenye nafsi yako, jifunze kuomba kwa ajili ya Mungu akuepushe na majaribu. Na kama atakukutanisha nayo, akupe neema na namna ya kuvuka. Kwa sababu Biblia iko wazi kabisa juu ya majaribu, ya kwamba jaribu halikuwapata isipokuwa iliyokuwa kawaida ya wanadamu. Na Mungu akikuachilia ukapata jaribu, Biblia inasema iko njia ya kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa lugha nyingine, Mungu hawezi kuruhusu jaribu likaja kwako ambalo sio saizi yako. Jaribu lolote likija, ujue Mungu ameruhusu kwa sababu ni saizi yako. Hawezi akakupa linalokuzidia. Likikuzidia na kufungulia mlango wa kutokea. Ndivyo Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usisubiri ufike mpaka mahali hapo, kwa sababu majaribu si mepesi kama unavyofikiri. Kwa hiyo dawa yake ni kuomba mapema. Mungu akuepushe na majaribu, ili uweze kutembea katika mapenzi ya Mungu tangu ukiwa kijana, hata katikati ya mazingira ambayo si rafiki kwa mapenzi ya Mungu. Ukijifunza kuomba kwa namna hii, itakusaidia mapema sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Agenda ya tatu au aina ya tatu ya maombi ambayo yanaweza kukufungulia mlango wa ajabu sana katika maisha yako ni kukuchujia, maombi ya kuchuja watu wa kuwa karibu na wewe. Maombi ya kuchuja watu wa kuwa karibu na wewe. Maombi ya kuchuja watu wa kuwa karibu na wewe. Kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 12 mpaka wa 16. Luka 6 mstari wa 12 mpaka 16 anasema, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao, ambao aliwaita mitume. Biblia inataja majina ya wale wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hii habari utafikiri ni kwa ajili tu ya kumsaidia watu wa kufanya naye kazi ya Mungu. Lakini nataka nikupe picha kidogo, itakusaidia. Mungu alipokuwa anamleta mtu duniani, hakuja kumleta kutafuta marafiki.
Kumbuka hilo, litakusaidia. Mungu hakumleta mtu duniani kutafuta marafiki. Kwa hiyo unapoenda shule hupelekwi ili kutafuta marafiki. Utawapata sawa, lakini usifike pale na wazo la kutafuta marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Litakusaidia sana hili. Yesu alipokuja duniani, cheki alivyoishi. Hakuishi miaka mingi sana. Amekufa hajafikisha hata miaka 40 kaondoka. Na kipindi ambacho tunasoma katika Biblia hakizidi miaka 4. Lakini aliwacha alama kubwa sana katika maisha yake ambayo shetani amejaribu kufuta, ameshindwa. Na anatuonyesha siri kubwa sana hapa. Kwa sababu ghafla alifuatwa na watu wengi sana. Watu wengi sana walikuwa wanamzunguka. Na lazima kuna watu ambao walikuwa wanajaribu kila wakati kuwa karibu naye. Maandiko yanasema ilimbidi akeshe usiku kucha kuomba. Alipoamka asubuhi, Biblia inasema akachagua. Hebu sema akachagua. Hebu sema akachagua. Sasa unisikilize, itakusaidia. Usikubali marafiki wakuchague. Wewe ndio chaguo. Ngoja nirudie. Usikubali mtu akuchague wewe uwe rafiki yake. Wewe ndio uchague. Sasa usichague bila kuweka muda wa kutosha kwenye maombi. Maana hutawajua wanaokuja. Kuna wengine utawachagua wote walio wazuri. Kumbe kuna mahali unatakiwa kumchagua na Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu si marafiki wote wazuri watakushauri vizuri. Wengine wanakuwa ni marafiki ambao vile vitu vya kukuonya na kuwa wakali hawezi kusema na wewe, kwa sababu unaweza kuwakimbia. Kwa hiyo katika maisha ya kila mtu lazima kuna mahali utakutana na Yuda tu. Utakutana naye tu. Haijalishi unaomba usiku kucha. Wakina Yuda wana faida zao. Unafikiri wale wanafunzi wengine wangeweza kumsaliti Yesu? Hakuna. Kama wasingemsaliti Yesu, angeingia msalabani wapi? Mwili wake tu wenyewe ulikuwa unapiga kelele. Sasa hakikuwa kitu chepesi, kwa sababu kilimpelekea Yuda akajiua. Hakikuwa kitu chepesi sana. Lakini tuache habari za Yuda, mimi nataka kuzungumza habari zako wewe. Katikati ya wanafunzi aliokuwa nao, alikesha usiku kucha, akaomba, akapata 12, akachagua miongoni mwao 12. Kati ya jambo mojawapo ambalo linaponza vijana na wengi wanajikuta wamefungiwa milango yao, ni kwa sababu ya marafiki ambao wanajikuta wako nao kwa sababu ya mazingira wanayopita. Ujirani pale kwenye nyumba mnapokaa kwa wazazi wako, na watu mnaokutana nao shuleni kama mnakaa boarding, kuna namna fulani ambavyo mnajengeka marafiki, si kwa sababu kwa kweli ungetaka wawe rafiki zako, lakini kwa sababu mazingira yamekubana uweze kuwa pamoja nao. Unawaita marafiki, lakini kwa kweli ni majirani, kwa sababu si kila jirani ni rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Usijaribu kuchagua kwa jinsi ya nje. Yesu ilimgharimu usiku kucha kuomba. Akaomba akapata 12, na ndani yake akapata msaliti. Na alijua kabisa ya kwamba huyu ni msaliti, na alishindwa kumfukuza kwa sababu baba yake alimpa. Na mimi nataka nikwambie, hiyo ni agenda muhimu sana. Unahitaji kukumbuka kila wakati, Mungu nichujie watu wanakuwa karibu na mimi, wawe ni wa kike wawe ni wa kiume. Lakini ni agenda pia itakusaidia kwa ajili ya masuala ya kuoa au kuolewa, ili Mungu akutengenezee mipango hiyo mapema. Wengi sana wanataka kuanza kuomba masuala ya kuoa au kuolewa wakishasogea ule umri, sasa wanataka kuolewa au wanataka kuoa, ndio unaona sasa wakiingia kwenye maombi wakitafuta kila namna ya kuomba. Katika nchi ya kwetu kuna kabila zingine ambazo wazazi wanasukumia watoto hasa wa kike kuweza kuolewa mapema sana, miaka 13, miaka 14. Sasa kama hujajifunza kuanza kuomba hilo jambo mapema ili Mungu aweze kukuepusha nalo, haijalishi baba yako mama yako anawaza kitu gani,
Haijalishi amekugeuza mtaji ili aweze kupata ng'ombe na kupata pesa, lakini ukijifunza kuomba mapema, Mungu nisaidie namna ya kuchuja marafiki. Haijalishi mazingira gani yanakupush, haijalishi ni wazazi wako wanakusukuma, haijalishi kitu kingine chochote. Ukijifunza kuweka na kuwekeza katika maombi ya namna hii, uwe na uhakika Mungu atakukumbuka, atakupigania na kukuepusha na marafiki ambao si wazuri. Atakuepusha na watu ambao wangetaka kuingia kwenye maisha yako, kutaka kukuoa kama ni msichana, au kama ni kijana unataka kuoa mapema, au ni msichana na kusukuma anataka umuoe mapema, kumbe muda sio wenyewe na kwanza sio mwenyewe na huna nguvu ya kupambana. Lakini ukiwa kwenye maombi, Mungu atakupa nguvu ya kusema huyu hapana, huyu hawezi kusogea karibu na mimi. Maana Biblia inazungumza juu ya Yesu alichoomba, na alipoamka asubuhi alipata uwezo wa kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia maombi yanaweza kukusaidia kwa ajili ya kupata watu ambao nani anayefaa ushirikiane naye. Labda una miradi fulani, au uko kwenye umachinga, au kwenye Bible study, au uko shuleni kwenye kikundi cha kujisomea. Umchague nani ambaye mnaweza mkashirikiana naye vizuri. Au unatafuta prayer partner wako, watu wawili ambao mnaweza mkaomba pamoja. Nani ambaye anaweza kukupa hiyo nafasi? Kwa sababu unajua saa nyingine ukiwa boarding huchagui mtu wa kukaa naye, mnapangiwa tu majina, wote lala hapo, mnafika kule ndani ndio mnafahamiana, mnasalimiana, mnakaa. Baada ya siku ya kwanza hamuongei kwa sababu hamjuani, hamuongei. Siku ya pili, ya tatu, wiki, mwezi, baada ya muda ghafla mnafikiri mmekuwa marafiki, lakini ni kwa sababu mmezoeana. Na hatari sana kuzoeana, mheshimiane. Mkizoeana ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni agenda muhimu sana, itakusaidia katika ngazi yoyote, ili watu waweze kuwa karibu na waweze kuwa mbali. Na si vita nyepesi. Kila wakati lazima unahitaji kuomba haya maombi, na kueleza haya maombi ili yaweze kukusaidia mapema. Wengi wanaomba wakishakuwa watu wazima, tayari huku chini wameshaumizwa na watu wengi sana waliokuwa karibu nao, na kwa sababu hakuna mtu aliyezungumza nao mapema kama tunavyozungumza na wewe mapema, ili iweze kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kuna watu wengine ambao watapandikiza mawazo ndani yako ambayo si mazuri. Inawezekana umetoka nyumbani na uko shule vizuri tu, maandiko yako wazi kabisa. Chunga unaketi na nani. Usiketi mabarazani pa wenye mizaa. Kuna watu wengine uruhusi kuketi nao, si kwa sababu unawachukia, ni kwa sababu kuna vitu walivyo navyo ambavyo havitakusaidia, vitakufanya uwe butu. Usikae na mtu ambaye hapendi kusoma, labda kama wewe una nguvu ya kutosha ya kumsaidia asome, kwa sababu la sivyo atakuburuzia chini. Vijana wengi sana wamejifunza kuvuta sigara shuleni. Kwa nini? Kwa sababu wamekutana marafiki ambao wanawafundisha kuvuta sigara. Vijana wengi wamejifunzia kunywa pombe shuleni. Kwa nini? Kwa sababu ana watu majirani ambao kila wakati, siku ya kwanza amekataa, siku ya sababu si uonje tu, anaonja kidogo, kesho tena anasema naonja tena kidogo, baada ya muda kidogo anakuwa mwenyeji. Lakini kwa sababu ya wale waliojizungushia. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya 4 ya maombi, najaribu kukuwekea dondoo zitakusaidia hizi. Aina ya 4 ya maombi. Ombea mafanikio ya mji unaokaa. Ombea mafanikio ya mji unaokaa. Wale ambao tumekuwa nao kwenye semina jioni wanakumbuka juzi nimezungumza sana kwa kirefu, lakini ngoja nizungumze tu kitu kidogo katika ngazi ya vijana ili iweze kukusaidia. Yeremia 29 mstari wa 7, wa 11 mpaka wa 13. Mstari wa 7 unasema, kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo nanyi mtapata amani. Mstari wa 11 unasema hivi, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote.
nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni jambo la msingi ambalo unahitaji kulifahamu. Anaposema nayajua mawazo, kwenye Kiingereza mawazo ni mpango au mipango. Najua mipango niliyowapangia ninyi, asema Bwana, ni mipango ya amani. Amani maana yake mipango ya kuwafanikisha, to prosper you, to prosper you. Lile neno amani lililoko kwenye mstari wa 11 ndilo lililoko kwenye mstari wa 7. Biblia inasema kauombee mji, kwa sababu katika mafanikio yake na utafanikiwa, kwa sababu Mungu anao mpango kwa ajili yako. Maana yake hata kama utakaa siku kidogo, katika hizo siku kidogo Mungu anacho kitu kwa ajili yako, anazo hatua za kukuongoza. Lakini huwezi tu kazikuta tu mahali zimekotwa. Lazima ukae kwenye maombi. Unapoombea ule mji, Mungu anakuconnect na mafanikio yaliyoko katika ule mji. Kinaitwa mpango wake. Ule mpango unatumika kwa ajili ya kukuconnect kwenye ule mji ili upate mafanikio. Lakini pia hata katika mji huo ukiweza ukaamua kumtafuta Mungu, uweze kumwona ukimtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi sana vijana wakiwa nyumbani wanaomba. Kwa nini? Kwa sababu mazingira ya nyumbani kwao yametengenezwa kwa namna ambavyo utaomba. Kwa sababu kuna watu wanaombea pale kwenu, lakini nenda shule ni wachache sana wanaombea mazingira ya shule. Kwa ghafla ni kama vile mbingu zimefungwa, huwezi tena kuomba, huwezi hata kutafuta uso wa Bwana. Kwa hiyo hata kujua mpango wa Mungu kwa ajili yako ukiwa pale ni kitu gani, unakwama. Ukitaka kusoma hii kwa undani zaidi, kasome kitabu cha Danieli sura ya 1 uone. Kitabu cha Danieli sura ya 1 ni kitabu kigumu sana kwa vijana na watu wote walioko kwenye chuo, kwa sababu walikuwa uhamishoni. Na walipokuwa uhamishoni, mfalme akapeleka taarifa, anataka vijana kutoka kwa Waebrania wakusanywe. Akaweka walio wazuri wa sura, wenye hekima na maarifa, wakusanywe wakae kwenye chuo miaka 3, wafundishwe elimu ya Wakaldayo, wabadilishwe na majina yao, wafundishwe na lugha ya Wakaldayo, ili wapate kusimama mbele ya mfalme. Na wakukusanywa wengi tu, na wakina Danieli wakiwepo. Lakini kwa sababu ukisoma habari za Danieli, alikuwa na tabia ya kutafuta uso wa Bwana. Haijalishi yuko Babeli, haijalishi yuko chuoni, anatafuta uso wa Bwana. Mungu akawaongoza kwa uangalifu sana juu ya chakula wanachokula. Mungu akawapa kibali kwa mkuu wa chuo ili aweze kuwaruhusu wasimame na mpango wa Mungu aliokuwa nao kwa ajili yao, kwa ajili ya miaka ile 3. Na walikaa ile miaka 3 wakasoma pamoja na wenzao, na kiongozi wa nchi akawafanyia mtihani wa kitaifa, wakafaulu wakina Danieli peke yao. Kati ya kitu kinachonisumbua kila nikisoma ile habari, kwa nini aliingia gharama ya kuwapa full scholarship? Aliwapa chakula, mahali pa kulala, aliwapa vinywaji, tena kutoka kwenye nyumba ya kifalme. Aliwapa full scholarship miaka 3. Biblia haituambii walikuwa wangapi, lakini walikuwa wengi. Kama alijua ana nafasi 4 tu za kazi, kwa nini aliwasomesha wengine miaka 3 katika elimu ambayo hawataitumia popote? Ni wastage ya time yao, wastage ya kitu cha kwake. Kwa nini ainvest kukusomesha wakati anajua hawezi kukuajiri? Ni jambo gumu sana lililoko kwenye kile kitabu. Lakini nataka nikuonyeshe kilichowasaidia wakina Daniel. Ni kwa sababu wakiwa katika mazingira ya chuo, bado walitafuta uso wa Bwana. Bado walitafuta uso wa Bwana. Bado walitafuta uso wa Bwana. Huwezi kuniambia, unajua tuko shule mambo ni mengi sana siwezi kupata nafasi ya kuomba. No. Ukiona unashindwa kuomba, maana yake maombi sio muhimu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Ni muhimu sana. Haijalishi mahali popote ulipo katika mji wote ule. Kwa sababu katika ule mji kuna majaribu mengi sana, kuna vitu vingi sana. Wakati tulipokuwa tunasoma shule,
hatukuwa tunajua hivi tu. Laiti mtu angekuweko wa kutufundisha, labda tungekazana mapema na kuomba. Wakati tunasoma Mbeya, nilikuwa nasoma Yunga sekondari, ile miaka ya 70. Weekend mnatoroka shule, unaenda mjini. Uliza kutafuta nini? Kiswahili cha huko mjini mnasemaje? Kung'aa macho tu, ufurahi tu uone magari yanapita mjini, staili za watu zilizoko. Lakini si hilo tu, ghafla unakuja kugundua kwamba kuna disco ya mchana. Unaenda disco ya mchana. Unakuja kugundua kwamba kuna sinema ya saa 4 asubuhi ya Kihindi. Unaenda kusikiliza hata kama huelewi. Wenzako wako shule wanahangaika wanasoma. Ukirudi jioni unatafuta namna ya kupenyeza unarudi.